Kila mwanadamu aliyezaliwa na kuishi katika hii dunia amezaliwa akiwa na nafsi. Wapo baadhi ya wanadamu ambao wanaishi wakiwa na nafsi zao, lakini hawajajiunganisha na nafsi zao, na ndio maana wanaishi maisha yasiyokuwa ya kwao. Maana ya kujiunganisha na nafsi yako ni kujitambua na kujitekeleza. Kujiunganisha na nafsi yako maana yake ya kweli ni kujua wewe ni nani, kusudi lako ni nini, na kuishi maisha kulingana na nafasi yako katika hii dunia. Zipo hatua ambazo kila mwanadamu akiamua kuzifuata kwenye maisha yake, anaweza akajiunganisha na nafsi yake, na kuanzia hapo maisha yake atakwenda kubadilika, kwani atajitambua na ataweza kuijua nafasi yake katika huu ulimwengu. Katika video hii nitakwenda kukwambia ni hatua gani ambazo unatakiwa kuzifuata ili ujiunganishe na nafsi yako. Amini usiamini, utakapoweza kuzifuata hatua hizi kwa usahihi, hautabaki kama ulivyo, bali utakuwa mwanadamu mwingine kabisa katika maisha yako, na maisha yako yatakwenda kubadilika kabisa. Inawezekana na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili. Basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako, na ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video ambazo tunaziweka kwenye chaneli hii, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni hatua ambazo ukiamua kuzifuata kwa uaminifu, utakwenda kujiunganisha na nafsi yako, na maisha yako hayatakwenda kuwa kama yalivyo, kwani utakwenda kuyapokea mabadiliko makubwa katika maisha yako. Namba 1, jitambue. Mwanadamu anapojitambua, ataweza kujijua yeye ni nani na ana nguvu gani, mapungufu yake ni yapi, na nini kinafanya kuwa wa kipekee. Haya ni baadhi ya mambo ambayo kila mwanadamu atakapoweza kuyabaini, bila shaka atakuwa amejitambua yeye ni kiumbe wa aina gani. Na mara nyingi ili mwanadamu aweze kutambua yeye ni nani, anatakiwa kujiuliza, ninapenda nini? Ninasukumwa na kitu gani? Kwani kitu ambacho unakipenda lazima nyuma yake kuwe na kitu ambacho kinakusukuma ili uende ukakifanikishe kitu ambacho unakipenda katika maisha yako. Kwa mfano, mwanadamu anayetamani kufanikiwa, lazima msukumo wake uwe ni kazi, yani kitu ambacho anakipenda ni kumiliki nyumba nzuri, lakini kinachomsukuma kwenda kumiliki nyumba hiyo basi ni kazi. Lakini mwanadamu anapoyatambua yote hayo, yani kujitambua yeye ni nani, nguvu yake ni ipi, na mapungufu yake ni yapi, na ni nini cha kufanya ili awe wa kipekee, kwa sababu kila mwanadamu anavyo vitu ambavyo ni vya kipekee kuliko mwanadamu mwingine. Lakini wanadamu wengi hawaishi katika ukuu wao kwa sababu wanaishi maisha ya kuiga watu wengine. Yani inawezekana wewe ulizaliwa mwenyewe, lakini unatamani kuishi maisha kama ya mtu mwingine, na hilo ni kosa kubwa ambalo linaifunika nguvu yako ya kweli, nguvu yako ya ndani. Ili iweze kujidhihirisha, lazima uweze kuyatambua mambo hayo ambayo nimekuambia. Namba 2, tafuta kusudi la maisha yako, yani purpose. Kila mwanadamu aliyezaliwa na kuishi katika hii dunia hakuzaliwa na kuishi kwa bahati mbaya, bali lipo kusudi ambalo anatakiwa kulitimiza katika uso wa dunia. Na mwanadamu atakapoishi katika kusudi ambalo alikuja duniani ili aje kulitekeleza, basi atakuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Tambua kwa nini upo hai. Kuna kitu cha kipekee ulichoumbiwa kukifanya, kwani kila mwanadamu kuna kitu ambacho kinatofautiana na kitu ambacho mtu mwingine aliumbwa ili aje kukifanya. Lakini binadamu wengi hawajui kusudio la wao kuumbwa, kwa sababu wanatamani kufanya vitu ambavyo binadamu wengine wanavifanya. Jiulize swali hili, ni jambo gani linaweza kubadilisha maisha ya wengine kupitia wewe? Yani wewe ni kitu gani cha kipekee ambacho unaweza kukifanya na kikaweza kubadilisha maisha ya watu wengine? Utakapoweza kujiuliza swali hili kwa ufasaha na ukaweza kuyapata majibu yake, amini usiamini, utakwenda kujijua wewe ni nani. Uliumbwa
kusudio lako likiwa ni nini katika uso wa dunia, na kupitia kitu hicho ambacho unaweza ukakifanya kikaenda kuyabadilisha maisha ya watu wengine, utakuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio, kwa sababu huo ndio uhalisia wa nafsi yako. Hatua ya 3, tambua vipaji na uwezo uliozaliwa nao. Binadamu anapozaliwa, huwa kuna uwezekano anazaliwa akiwa na talanta fulani, lakini anakuwa na ujuzi ambao amezaliwa nao, na ni ujuzi ambao hauwezi kuupata kwa watu wengine, ama ni kipaji ambacho unaweza usikipate kwa watu wengine. Ni vema unapozaliwa, ikiwa bado unaishi katika hii dunia, tumia muda kukaa kimya, alafu kuwa mtu ambaye unatafakari, mimi ni mtu mwenye kipawa gani? Talanta yangu ni ipi? Maarifa na ujuzi wangu ni upi? Mara nyingi ukiweza kupata jibu la maswali hayo, utakwenda kugundua kuwa wewe ni binadamu wa kipekee kuliko binadamu wengine, kwani uliumbwa ukiwa na nafsi yako, na nafsi yako haiwezi kuwa na nafsi za binadamu wengine. Hivyo, mambo ambayo unaweza kuyafanya katika hii dunia yakatofautiana na watu wengine ni kupitia kipawa, talanta, maarifa na ujuzi uliokuwa nao. Simaanishi ujuzi ambao unakwenda kuupata katika shule ambazo tunakwenda kusoma, bali ujuzi na maarifa ya asili ambayo ulizaliwa nayo, kwani Mwenyezi Mungu amekuumba akauweka ujuzi, talanta, vipawa na maarifa ndani yako ambavyo ni vya kipekee kuliko watu wengine. Na utakapoweza kufanya hivyo, itakuwa ni hatua ya muhimu ya kwenda kujiunganisha na nafsi yako, kwani yote hayo yapo katika nafsi yako. Inawezekana maumbile yako na sura yako ukawa unafanana na mtu mwingine, lakini nafsi yako haiwezi kufanana na nafsi ya mtu mwingine, kwani kusudio lako la kweli lipo ndani yako, yani lipo katika nafsi yako. Namba 4, jenga utamaduni wa kufanya tahajudi katika sehemu zenye ukimya. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kukuunganisha na nafsi yako ni kufanya tahajudi, au wengine huita meditation. Unapokuwa una meditate, unajiunganisha na nafsi yako. Ili uweze kufanya meditation, hakikisha unakuwa sehemu yenye utulivu, alafu fanya kila siku. Utakapoweza kufanya zoezi hili, utakuwa unajitafakari wewe mwenyewe, lakini pia zoezi hili litakupa mwangaza wa ndani kuelekea katika nafsi yako ya kweli, na kupitia zoezi hilo utakwenda kujitambua na utajiunganisha na nafsi yako. Hivyo kusudio ambalo lipo ndani yako litajifunua katika ulimwengu wa damu na nyama. Utaweza kujitambua na utakwenda kuishi katika ukuu wako. Namba 5, penda kujifunza na kujiendeleza katika maarifa ambayo yapo ndani yako, yani personal growth. Asilimia kubwa ya binadamu wakati mwingine, ili waweze kujitambua, wanafaa kusoma vitabu mbalimbali ama kujifunza maarifa mapya kila itwapo leo. Utakapoweza kujifunza kutoka kwa binadamu waliokutangulia, utapata ukuaji wa ndani na utaimarisha nafsi yako, kwani wakati mwingine inawezekana baadhi ya watu ambao wamekutangulia waliandika vitu ambavyo vinaweza kustimulate, yani vikaweza kukufanya ukue katika ukuaji wako binafsi, hasa katika mawazo, katika fikra zako, na nafsi yako ikaweza kujiunganisha na wewe. Hivyo kama wewe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujiunganisha na nafsi zao na kuishi kulingana na kusudio lao, hakikisha unapenda kujifunza vitu vipya katika maisha yako. Namba 5, ondoa ushawishi wa nje usiofaa. Kila binadamu aliyezaliwa na kuishi katika uso wa dunia ni wa kipekee. Upekee tuliozaliwa nao ndio unaotutofautisha mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Kama unajaribu kujilinganisha na watu wengine, unakosea, na inawezekana usitambue wewe ni nani. Ili uweze kujitambua wewe ni nani, lazima uishi kutoka ndani kuja nje, kamwe usiishi kutoka nje kuja ndani. Utakapoweza kujiuliza mimi ni nani, alafu ukaishi kutokana na wewe ulivyo, haijalishi watu wengine watakukatisha tamaa kwa kiwango gani, ili mradi umeshalitambua kusudio ambalo lipo ndani yako, amini usiamini, utakwenda kufanikisha zoezi la kujiunganisha na nafsi yako. Utakwenda kuijua nafasi yako katika hii dunia. Wakati mwingine unapowaeleza binadamu wengine kuwa wewe ni nani, wanaweza wasielewe, lakini inawezekana wewe ni tajiri mkubwa ambaye haukuitambua nafasi yako, ndio maana ulikuwa unaishi katika maisha ya kimaskini. Lakini utakapoweza kulitambua kusudio lako,
Jitenge na watu wanaokukatisha tamaa, kwa sababu kama wataweza kukukatisha tamaa na wewe ukaweza kuishi kulingana na mitazamo yao, amini usiamini, itakuwa ni vigumu kujiunganisha na nafsi yako, na ukishindwa kujiunganisha na nafsi yako, hautaweza kuishi katika ukuu wako. Namba 7, chukua hatua kwa uthubutu, yani action. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyafanya ili uweze kujiunganisha na nafsi yako, uanze kuishi maisha kulingana na nafsi yako. Usikae tu kutafakari, bali aina ya maisha ambayo unayaishi, anza kuishi kulingana na nafsi yako inataka nini. Fanya kile ambacho unakiamini kulingana na kusudi lako. Kuna wakati unaweza kukutana na watu wakadhani haupo sahihi. Amini usiamini, kile unachokiamini wewe ndio uhalisia wa nafsi yako. Watu wengi wanakutazama kwa kutumia nafsi zao. Ina maana wanapoona unaishi maisha ambayo yanakinzana na mitazamo ya nafsi zao, wanadhani unakosea, kwa sababu wanaamini vile. Kwa sababu wewe na wao ni tofauti. Utofauti wako na wao ndio utakao kufanya wewe uwe bora kuliko wao. Mara nyingi hata binadamu walipojitambua kuwa wao wanatakiwa kuwa matajiri, walipowaeleza watu kuhusu makusudio yao, watu waliwacheka na kuwaona kama vichaa. Lakini amini usiamini, hao ni watu ambao baadaye walikuja kuwa binadamu wenye mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Hivyo hakikisha unaishi kulingana na kusudio ambalo lipo ndani yako. Namba 8, hakikisha unakuwa mvumilivu na mwanadamu mwenye uthabiti. Safari ya kujitambua na kuishi kwa kusudi si rahisi. Kuna vikwazo mbalimbali ambavyo utakutana navyo. Ili uweze kufanikisha zoezi hili, hakikisha unakuwa mvumilivu, kwani uvumilivu siku zote huzaa matunda. Kwa kawaida unaweza kutamani kuendelea kuishi maisha ambayo umeyazoea, lakini maisha ambayo asilimia kubwa wameyazoea si maisha yanayotokana na ukuu wao, bali ni maisha ambayo wanayarithi kutoka kwa wazazi wao, kwa ndugu zao na rafiki zao. Kwa kuishi hivyo, hauwezi kuwa umejiunganisha na nafsi yako, bali kuishi katika maunganiko ya wewe na nafsi yako ni kuishi kusudio lako la kweli, jambo ambalo wakati mwingine linaweza likaonekana ni gumu. Haijalishi ni gumu kiasi gani, ishi kusudio lako kwa kuweka uvumilivu kama nguzo ambayo itakwenda kukulinda dhidi ya vikwazo ambavyo unakutana navyo katika maisha yako. Namba 9, ambatana na watu sahihi katika maisha yako. Je, watu sahihi ni akina nani katika maisha yako? Hawa ni watu ambao wanaweza kukuinua katika maanguko yako, lakini ni binadamu wanaoweza kukutia moyo na kukuongoza kuelekea nafsi yako. Ni binadamu ambao wanapokusikiliza wanaweza kuelewa dhamira yako ya kweli. Hawawezi kukupuuza na kukuhukumu kwa sababu ya kuwaeleza kuhusu kusudio lako. Utakapoweza kuambatana na binadamu hao katika maisha yako, amini usiamini, utakwenda kujiunganisha na nafsi yako kiurahisi, na utaweza kujitambua wewe ni nani. Utaishi katika ukuu wako kuliko utakapoishi ama kuzungukwa na binadamu ambao si sahihi. Namba 10, omba na utumainie uongozi wa Mwenyezi Mungu. Kuna nyakati ambazo unaweza ukafanya jitihada zote na ukashindwa kujitambua wewe ni nani, kusudio lako ni lipi katika hii dunia. Lakini utakapoweza kuomba uongozi wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakusaidia kukuunganisha wewe na nafsi yako, kwani yeye ndiye nguvu ambayo ipo juu ya nguvu zote katika hii dunia. Hivyo utakapoweza kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakupa msaada na atakuelekeza ili uweze kujiunga na nafsi yako. Na jambo la msingi, hautakiwi kuongozwa na tamaa katika maisha yako, bali neema ndio inayotakiwa kukuongoza. Utakapoweza kufanya hivyo, ukiweza kujiunga na nafsi yako, utakwenda kuishi maisha ambayo ulitakiwa kuyaishi katika hii dunia. Utajitambua wewe ni nani, na kuanzia hapo maisha yako yatakwenda kuwa tofauti na yale ya zamani. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.